Eh, Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru Mungu kwa wakati huu ambao ameweza kutenga kwa ajili yangu, anitumie kuleta ujumbe kwa ajili ya dunia yote. Nataka kuzungumzia mada ambayo inasema watu hawataki mshahara wa dhambi. Kwa ule muda ambao nimekuwa katika hii dunia, nimekuja nikagundua ya kwamba watu hawataki mshahara wa dhambi. Na ukitaka kujua watu hawataki mshahara wa dhambi, wakati wametenda ile dhambi na wanalipwa huo mshahara, utaona kitu cha kwanza wakikataa. Wanapokataa, cha pili wataanza kulalamika. Cha tatu watarusha lawama ile kwa watu wengine, wakisema ya kwamba kila ambacho wametenda sio hao, kimetokana na watu wengine. So nimekuja nikagundua katika hii dunia kwamba watu wengi hawataki mshahara wa dhambi. Haina shida, wao ndio hawataki, lakini upande wa Mungu anasema utalipwa kwa kila ambacho umefanya. Na kwa sababu Mungu ni mwenye haki, hajatuambia kwamba wewe kama ni mchungaji, kwa sababu nimesikia ujumbe huu katika hii dunia ati kama wewe ni mchungaji, kama wewe ni mtumishi wa Mungu, yani mtu uliookoka, ukitenda dhambi Mungu anakufunika. Lakini yule mtu mwingine wa dunia akitenda dhambi, Mungu anamwanika, alafu Mungu anaweza kumhukumu. Ndio maana nasikia watu wakitishia wengine ya kwamba na msinyooshe kidole mpaka mafuta wa Mungu. Ani mimi kama mwinjilisti nikikosa, sifai niambiwe makosa yangu. Hiyo ni kitu ambao nimekuja kugundua katika hii maisha. Ani watumishi wa Mungu wakikosa, wao ni kama ndio Mungu. Sasa hawasiambiwe makosa yoyote, wasikosolewe, wasiambiweko neno lolote ambalo haliambatani na mapenzi ya watu, kwa sababu wamepakwa mafuta. Hii ni changamoto kubwa sana ambayo tunapatana nayo katika Injili. Lakini Mungu anaposema ya kwamba mshahara wa dhambi upo, Mungu hakusema ya kwamba ni mshahara huu ni wa watenda dhambi wale ambao hawajaokoka. Mtu yote ambaye atatenda dhambi atalipwa. Utalipa mshahara ya kutenda dhambi. Lakini watu wengi hawataki huo mshahara, kwa sababu mshahara ule nao kweli ule mshahara nao ni hatari. Nataka nikupatie kwa mshahara wa dhambi ambao uko katika Biblia, ambao kweli mshahara wa dhambi ni hatari. Hakuna kitu hatari katika hii dunia kama mshahara wa dhambi. Afadhali hata katika hii dunia ushikwe, upelekwe kwa jela, uteswe, lakini ninapofika mshahara wa dhambi, ule mshahara ni hatari. Wacha tuangalie katika Biblia pale Mwanzo. Tuangalie wakati wa Nuhu. Wakati wa Nuhu, unaona vile kulikuwa watu walipokataa mambo ya Mungu, wakajifanya ni wajeuri. Wewe uliona hiyo gharika vile ilifanya? Kila mtu mpaka sasa anajua Nuhu ni nani na anajua habari za gharika. Ule mshahara hapana. Mshahara wa ule wakati ulikuwa gharika. Ile gharika haikujua masomo yako. Ile gharika haikujua pesa ambayo ulikuwa nayo. Ile gharika haikujua kwamba unakaa katika ikulu ama unakaa katika vibanda. Ile gharika haikujua kwamba wewe ni mtoto wa rais, ama wewe ni jeshi, askari, ama wewe ni gaidi, ama wewe ni mchawi, ama wewe ni Illuminati ama Freemason.
ile gharika haikuwa mchezo. Mpaka saa hii watu wanaijua, kila mtu anajua mambo ya gharika wakati wa Nuhu. Turudi kidogo tena pale pale tu, tuangalie wakati wa Sodoma na Gomora. Kweli mshahara wa dhambi mwachane na. Hata kusema tu kweli, hata mimi mwenyewe kama mtumishi wa Mungu, mshahara wa dhambi ni hatari. So njia tu ni nijiepushe na dhambi. Hata mimi sikubali mshahara wa dhambi. Kusema ukweli ni hatari, mtu asikufurahishe. Na kusikuweko na mtu yote anakudanganya hata anaweza kubali mshahara wa dhambi. Nataka nikupatie tu mfano wa mshahara za dhambi katika Biblia. Wa kwanza nimekupatia gharika wakati wa Nuhu. Ilikuwa mshahara hatari. Watu walijaribu kukataa ule mshahara lakini walilipwa. Mshahara wa dhambi haijalishi wewe ni nani, utalipwa. Mtu asikudanganya ati uko na silaha hapo, atujui unakaa pamoja na rais, unakaa pamoja na mfalme ama malikia, ama wewe umekita mizizi katika uganga ama uchawi. Usidanganywe. Ule mshahara utafika bwana. Uliza Farao. Farao alionako mshahara huo, mapigo 10 alipomkujia. Ni Farao mwenyewe anaweza kukushuhudia. Kama uko namba ya Farao nipigie, naweza kupatia namba ya Farao, umpigie tu, atakueleza mshahara wa dhambi kweli haujali cheo cha mtu, haujali hali yoyote. Ndio kitu hatari. Kama kuna kitu ambacho haufai kutaka katika maisha ni mshahara wa dhambi. Wakati wa Sodoma na Gomora, we angalia ule moto vile uliingia pale. Bwana, moto ulilamba mahali pale mpaka saa hii. Nakwambia sio mchezo, mpaka saa hii bado watu wanakumbuka ule moto uliolamba watu miaka iliyopita mingi. Wanafikiri ni mchezo, mshahara wa dhambi. Wacha hapo, rudi kwa wana wa Israeli wakati wametoka katika nchi ya utumwa na wamejifanya ni wajeuri, wamejifanya ni wajuaji. Unajua walitoka watu wangapi? Unajua walitoka watu wangapi katika ile nchi ya utumwa? Unajua walikuwa watu wangapi? Lakini waliofika ni wangapi? Caleb na Joshua. Unafikiri ni mchezo? Lakini walipotoka waliambiwa mahali tunaenda asali na maziwa viko. Lakini yote itategemea wakati mtakubali kukaa katika njia ya Mungu ama mjifanye wajuaji mlipwe. Mkikaa katika njia ya Mungu, maziwa na asali vinawangoja katika ile nchi. Lakini mkijifanya wajuaji, mtapatana na mambo. Bwana, watu walilipwa. Kusema ukweli, wana wa Israeli walilipwa kulipwa. Mimi nakwambia watu walilipwa. Kulipwa sio mchezo, watu walilipwa. Mshahara ya dhambi. Mpendo, acha nikwambie, usijaribu kukubaliana na maisha haya katika mshahara wa dhambi ya kwamba huu mshahara ulipwe. Ni mshahara ambao ukiingia hata kwa nyumba yako, ukiingia hata kwa kazi yako, nakwambia ukweli, ule mshahara ukiingia hata kwa bunge, ule mshahara hata ukiingia kwa ikulu, ukiingia hata kama ni kwa kambi la jeshi, hata kama ni kwa kambi la polisi, ule mshahara ni hatari. Mimi nakwambia ukweli, watu hawataki mshahara wa dhambi, hata waliookoka. Mimi ni mtu wa kwanza sitaki huo mshahara. Mimi nakwambia ukweli. Ndio maana kila siku ninataka nikae katika njia ya utakatifu. Ndio maana niko hapa nikwambie, kwa sababu nimekwambia, uliza Sodoma na Gomora, uliza watu waliokuweko wakati wa Nuhu, uliza hao watu watakueleza. Uliza wana wa Israeli walitoka wangapi katika nchi ya utumwa na walifika wangapi, kwa sababu na hapo katikati ni kitu gani walishuhudia. Angalia pale katika maandiko, katika Biblia tu, wakati watu walisikia mshahara wa dhambi unakuja, wakati wa Yohana Mbatizaji, walikimbia kuenda Yohana Mbatizaji awabatize. Bwana, wala jamaa waliona hii mshahara hapana. Mimi nakwambia ukweli, jamaa walipoona mshahara wa dhambi wakati wa Yohana Mbatizaji,
umefika. Jamaa walikataa ule mshahara, wakatoroka wakakimbia, wakaenda kwa Yohana Mbatizaji, tubatize ili mshahara ule usiweze kutufikia. Walikataa. Nafikiri walikuwa wakina nani? Si walikuwa Mafarisayo, walikuwa Masadukayo, wazee wa kanisa, walimu wa sheria, makuhani, watu walio katika kanisa ambao wamejifanya kuwa ni wajeuri, wanajifanya kuwa wanajua yote. Mambo ya Mungu kwao ni kelele bwana. Unawaambia nini wewe mtu hujasoma? Unawaambia nini mambo ya Mungu na hata pesa huna? Unawaambia nini mambo ya Mungu na hata maisha, nguo yenye umevaa ya mtumba? Unawaambia nini hata nyumba yenyewe hauna? Waliposikia mshahara wa dhambi unakuja, walikimbia. Walikuwa wamekataa mambo ya kubatizwa, walikimbia kwenda kutafuta Yohana Mbatizaji awabatize kwa lazima. Sio ubatizo akawaingiza kwa maji, ni kutubu dhambi. Ubatizo kamili sio kuenda kuogelea kwa maji, kwa mahali kuna mahali ati mtu uingie ndani. Kama unataka kuoga enda tu uoge. Ubatizo kamili ambao Mungu anazungumzia ni mtu kuachana na dhambi na kufuata utakatifu. Hiyo ndiyo Injili. Hatuko na mambo mengine katika Injili kando na mtu kujitenga na dhambi na kutembea katika utakatifu. Vitu vingine kando na hivyo ni uganga, ni uchawi, ni propaganda, ni sengenge, sijui ni porojo na nini niongeze, sijui ni heka heka ama kukurukakara. Ukienda mahali kwa mambo ya Injili usikiwe Injili ambayo inahubiriwa haihubiriwi mtu atoke katika dhambi awache utakatifu. Mpendwa, hauko katika Injili, toroka hapo mahali. Hapo ni magaidi wamekusanyika, au ni watapeli, au ni hatari. Kama kuna watu hatari ni hao. Wajamaa waliposikia mshahara wa dhambi na kuambia wakati wa Yohana Mbatizaji, walikimbia kwa Yohana. Na Yohana akawaambia, kwa nini mmekuja kwangu na hamuko tayari? Mnasema mnataka utakatifu. Utakatifu wenyewe hamuko tayari kwa utakatifu. Mimi siko tayari kuwabatiza. Pelekeni upumbavu, ujinga, nyinyi umbwa, nyinyi mbweka, nyinyi kizazi cha nyoka. Waliitwa kila aina yote ya upumbavu, maina nakwambia mshahara dhambi ni mbaya. Waliamua kutoroka. Yohana akawaambia, kama kweli mmeamua mnataka kutembea katika utakatifu, hata hamfai kukuja ati mimi niwabatize. Mfanye matendo yanayoonyesha kwamba mko tayari kuachana na dhambi. Ani ni kujitenga tu na dhambi. Kama ulikuwa unatembea na walevi na hawakuhubirii, wachana na walevi bwana. Kama ulikuwa unaenda kanisa na hauko tayari kutii sheria ambazo zimeandikwa pale, wachana na kwenda pale. Lakini kama kweli umeamua, kazi yako ilikuwa ni masengenyo, wewe ulikuwa ni mtu wa ukabila, wewe ulikuwa ni mtu wa kunyanyasa watu, wewe ulikuwa ni mtu wa vita, wewe ulikuwa mwizi, mganga, mchawi, lakini sasa umeamua, hakuna haja kuja tuende kwa mto uingizwe ndani ya maji uoshwe, alafu waambiwe mapepo imetoka ndani yako, uanze kusumbua hapa watu ukipiga maji ndio watu wajua kwamba umeokoka. Tenda matendo ambayo yanaonyesha kwamba uko tayari kuachana na dhambi. Ubatizo ni kitu rahisi, kuachana tu na dhambi. Mtu asikwambia tu ubatizo ni kitu kingine, huyu atakuwa anakuroga. Kama ni mambo ya kuoga kwa maji, watu wengi wameenda pale wameoga hata maji masafi kuliko ile ulibatizwa ndani. Hata wengine wameweka dawa ndani ya maji, ingekuwa inawasaidia wangekuwa walishatakaswa. Mimi nakwambia ukweli. Unaposikia kubatizwa, Injili yote, hii kitu ambao unasikia ni Injili yote, inapokuhubiriwa na kila mtu ambaye ni mhubiri wa ukweli, ni mambo mawili: waachana na dhambi, kuja kwa utakatifu. Imeisha. Mambo ya wewe kuoa bibi mzungu, mambo ya wewe kufungua kampuni kubwa, mambo ya wewe kukua na gari na ndege, hiyo kuambiwa na dhambi haujaambiwa uache, hawa ni wakora. Hakuna faida ukuje kwangu niambia kwamba naenda kununua shamba na dhambi kwa hapa inanikula, hiyo Mungu hajakuonesha. Sasa ninaenda kupataje shamba? Na kwanza nipate shamba lazima nafaa nikuwe nimejitengeneza. Ndio niende Amerika, ndio ninunue gari, ndio nifaidike katika maisha ya dunia kwanza. Ninafaa kuwa maisha ya roho kwanza yako sawa. Sasa hii gari wakati nitanunua, ni watu gani nitaweka kwa hiyo gari? Si ni walevi, watu wa muguka, watu wa pombe, watu wa sigara, watu wa banki. Ndio nitajaza kwa gari watu wa birthday, watu wa mapati. Kila siku ndio gari naenda, kama ni siku ya members day, sijui siku ya Friday, sijui siku ya vitu zingine zote, hiyo ndio siku ya hiyo gari kufanya kazi kabisa ya ukahaba na wizi na madawa za kulevya, kila aina yote ya uganga, ni hiyo siku.
Lakini hiyo Mungu aniambii niwache, kama ni wizi niwache ukahaba, ananiambia anataka kununulia gari. Sasa nienda viwango vya juu. Wapendwa, mtafute watu wa kudanganya. Kama wewe ni nabii, chunga sana wakati unakuja kuniletea unabii. Niletee unabii moja. Mimi chenye unabii najua, niambie ndugu Justus, mahali hapa Mungu anazungumza ya kwamba kuna mahali umepotea kwa masengenyo, umepotea kwa usharati, umepotea kwa wizi, umepotea kwa kunyanyasa watu. Niambie hiyo ndio unabii ukweli. Mungu anasema ya kwamba tubu, wacha kunyanyasa watu, wacha wizi, wacha masengenyo, wacha uchawi. Hiyo unabii napokea 100%. Lakini unabii unaniambia kwamba niende Uganda, ni ati kuna Mungu anasema kwamba naenda kununua mashamba na kujenga huko mapoloti. Sasa hiyo unabii, na hapa kuna shida ya masengenyo iko ndani. Mungu hajakuonyesha hiyo. Anaanza kukuonyesha mashamba, alafu anawacha unabii ya kwamba mimi niko kwa giza. Sasa anawacha kukuonyesha hiyo, anakuonyesha vitu zingine. Wapendwa, lazima tukue serious na Injili. Mtu yote ambaye unakuja kwangu kuniletea neno lote la Mungu, mimi nataka neno ambalo linanisaidia kunichonga, kunitengeneza mahali ambapo nimeangukia. Wacha Mungu akutume kwangu ya kwamba unaniletea ujumbe, kuna mahali nimeanguka, niamuke. Mambo ya magari na mashamba hii wachana nayo. Nakwambia ukweli. Mshahara wa dhambi ulipofika wakati wa Yohana, watu walitoroka. Mabishop walikataa ile mshahara. Maevangelists kama kila mtu alikimbia nibatize. Hii ubatizo ilikuwa ni kukwepa. Ani ukibatizwa hiyo wakati, sasa ile mshahara haingekufikia. Ilikuwa ukishatubu dhambi uko safi. Sasa tena mshahara gani ya dhambi unapata? Hiyo ndio ilikuwa lengo, utubu dhambi, ukuwe mtakatifu, utembee kwa njia za Mungu. Wale wa jamaa walipoona hii mambo imefika, wakaenda kutaka kujificha kwa kutubu. Unajua kuna watu ambao wanasema wametubu, lakini matendo ya kuonesha kwamba wametubu naye hayaonekani. Unasema kwamba nimetubu, nimesamehe mtu, lakini matendo ya kuonesha kwamba umesamehe huyo mtu, umesamehe huyo mtu 70% ama 90%, na umebaki na misali za dunia. Msamehe, lakini ukue macho, usikue mpumbavu. Kama kweli umesamehe mtu, usiwache tuone matendo ya kusamehe mtu. Kama kweli ulikuwa katika wizi na ukasema kwamba umewachana na wizi, usiwache tuone matendo yenye sasa unatenda kweli, itatuonyesha kwamba umewacha wizi. Unajua watu wengine, hata watumishi wa Mungu, sisi tumekuwa wakora. Mimi nakwambia ukweli. Mtu anasema ya kwamba ameokoka, amesamehe mtu, amewacha wizi, amewacha dhambi fulani, lakini huyo mtu hajaiwacha, amejifunika tu ili watu waone ya kwamba amewacha. Because kama kweli ndugu, nimekuibia kitu yako, niko nayo, na nimesema ya kwamba nimekubali wizi, nimewacha, sinafaa nichukue ile kitu niliyeiba nirudishe. Hiyo ndio msamaha ya ukweli. Nasema ya kwamba nimekubali, nimewachana na wizi, chenye niliiba niko nacho hapa, sirudishi. Hiyo ni nini sasa kama sio ukora? Kutubu pia imeingiwa na ukora. That's why Yohana aliwakataa, aliwasema nyinyi kutubu yenye mnataka kutubu ni ya ukora, na nyinyi ni kizazi cha nyoka, nyinyi ni mbweha nyinyi. Alikataa kuwabatiza. Siku ya leo ingelikuwa ni mchungaji amekataa kubatiza watu, ungesikia vile watu wangebweka. Kumbe kuna watu wengine wanakuja hata kuomba msamaha, wanasema kwamba tumekubali mtusamehe, lakini kumbe hiyo msamaha ni ya uongo. Katika hii dunia nakwambia, hata wanaweza kuwa ni mapasta, hata wa evangelist, ma apostle hawa. Usikubali tu mtu anasema kwamba ati bwana nimekuja unisamehe. Tenda matendo sasa, baada ya kusema ya kwamba nimekubali unisamehe. Sasa tenda matendo ya kuonesha kweli umekubali kusamehe huyo mtu. Tuone matendo sasa ndio tujue kwamba huyo mtu kweli msamaha wake ni wa ukweli. Unasema umesamehe mtu, lakini kila siku unaongea juu yake, kila siku unamsangenya, kila siku umejaa chuki na dhidi ya huyo mtu. Umemsamehe wapi? Mimi nakwambia ukweli, umemsamehe wapi? Mshahara wa dhambi ulipoingia kwa Anania na Safira. Uliza Anania na Safira bwana, wakati walijifanya wajuaji, wamekubaliana na mitume, leteni mahali hapa zote, ukiuza leta hapa. Wapenda, hichi nikwambie, kama ulienda mahali ukakubaliana na sheria, iwe ni kwa kazi, iwe ni kwa ndoa, iwe ni kwa serikali, mahali popote ulienda ukakubaliana na zile sheria. Hata Freemason, watu ambao wanaingia, ende waulize. Ukienda mahali na ukubaliana na zile sheria, alafu unataka kuruka kwa zile sheria, alafu unataka kujifunika na mistari za Biblia, ninakuambia kwamba kutoka kwa ile sheria ambayo ulikubali ni ngumu. Acha nikwambie ukweli, ni ngumu. Kama ulienda mahali ukasema mimi nitakuwa hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi, ukakubaliana nayo, ilifika mahali ukawasi
na wakati ulianza haukukubali ya kwamba umewasi, ulianza kutafuta mistari za Biblia za kusoma za kusema ya kwamba haujawasi, wewe ni mtakatifu, ukisahau ya kwamba mwanzo kilichokufanya ukubali kilikuwa nini. Sasa unataka kuendelea kupigia juu ukisonga mbele. Kwa njia nyingine unataka kupiga dafarau usonge. Kuna kutubu ya dafarau, acha tu nitubu nisonge. Hiyo ndio kitu ambayo imejaa katika kanisa siku ya leo. Mimi nakwambia ukweli. Lakini mshahara ulipofika kwa Anania na Safira wa dhambi, ende waulize. Uliza Miriam na Aaron wakati waliingia na mchezo. Aaron tu alipoona mshahara wa dhambi wenye Miriam alikuwa amelipa ukoma mwili mzima, Aaron aliinua mikono yote juu na kuanza kusema, mimi huo mshahara Mungu sitaki unifikie. Hakuna mtu ako tayari kwa mshahara wa dhambi. Hata mimi nimekwambia nimeshaipitia kwa hiyo mshahara nikalipwa kwa kutenda dhambi. Mimi mwenyewe ninajua hiyo mshahara vile inakuanga. That's why nakwambia siko tayari kwa mshahara wa dhambi. Siko tayari, na njia tu kamili ya kujitenga na huo mshahara nitende tu utakatifu, nijitenge na dhambi. Hakuna mshahara mwingine, hakuna njia nyingine, nakwambia ukweli. Lakini ukitaka kujifariji, wewe tafuta tu mistari zote. Mimi sina shida. Mimi nakwambia sina shida. Mshahara wa dhambi utapata, haijalishi itachukua muda gani. Ukitaka tu kutoboa kwa mshahara wa dhambi ni kukubali toba ya ukweli. Because kuna toba ya ukweli na kuna toba ya uongo. Hizo zote zimeandikwa kwa Biblia. Watu wanakuja wanasema ya kwamba sasa sisi tumerekebisha mahali tulikuwa tumekosa, sasa kuanzia leo tutakuwa tukitenda hivi, tukienda hivi. Lakini matendo ya kutuonyesha ya kwamba kweli wamerekebisha haiko. Watu wanataka kucheza na Mungu katika hii dunia. Hata walio ndani ya kanisa wamechukua Mungu kuwa mtoto, wamechukua Mungu kuwa mpumbavu. Lakini nakwambia cheza mahali nyingine, usipite kwa laini yangu. Mimi nakwambia ukweli. Michezo zote za Injili tafuta mahali unaweza chezea tu. Sijali kama wewe ni rais ama wewe ni mtume ama wewe ni malikia, wewe ni polisi ama ni, sina shida na wewe, sina shida na cheo chako, lakini mchezo wa Injili tafuta laini ambao utachezea. Usijaribu kupita kwa laini yangu na michezo za Injili. Utachukia hata hii dunia na utalaani siku uliyozaliwa. Mimi nakwambia ukweli. Sio vitisho. Tumekaa katika Injili na watu wakaingiza michezo katika Injili. Na imefika wakati, imefika mwisho. Mimi nimekwambia kila kitu kuna wakati wake. Mimi nakwambia tu kweli kwa upendo wa Kristo. Kila kitu kuna wakati wa. Kulikuwa na wakati wa watu kucheza na Injili, hiyo wakati imekuweko. Watu wanaamuka tuna michezo. Na tuna hiyo wakati ikaisha. Sasa tuko kwa wakati ambapo hatutaki michezo kwa Injili. Na mambo ya cheo chako hiyo situlete. Mimi nakwambia usijaribu kuleta cheo chako kwa Injili. Mimi nakwambia hautafurahia. Niliokolewa nikafundishwa hii Injili. Nimekaa katika hii Injili tangu niokolewe, unasikia? Tangu 2009 Mungu aliponiokoa mpaka leo. Ningekuwa niliendea kosi ya mechanic, ningekuwa niliendea kosi ya building, ningekuwa niliendea kosi ya doctor, my friend, nakwambia ningekuwa daktari hatari. Wewe fikiria from 2009 mpaka saa hii 2026 ni miaka ngapi? Ni miaka ngapi? 17 years. Nikiwa katika Injili nikufundishwa na Mungu. Sasa unataka kunifikiria kwamba niko katika mchezo. Endo tafute ule mtu ambaye amekaa kwa kosi yake 17 years. Ule mtu ambaye amesomea kitu miaka 17, huyo mtu anafaa kutoshanaje? Kama mtu anasomea kitu miaka 3, miaka 2, miaka 5, ule mtu anakuwa mtu mwingine hatari. Mimi nimefundishwa 17 years na bado niko katika hiyo shule. Na sasa hii nimekataa michezo kwa Injili. Fanya mali nyingine lakini usikuje kwa laini yangu. Nimekuwa kwa hiyo michezo kwa muda fulani na hiyo michezo nimemaliza. Nakuhakikishia ukuwe mtu yoyote katika hii dunia, bora wewe ni mwanadamu. Maki hii maneno nakwambia. Usijaribu kuleta mchezo wa Injili kwa laini ambao niko. Watu waliotenda dhambi wakapata mishahara, watafute katika Biblia. Watakueleza. Tulikuwa na wafalme wakubwa kama Farao. Kila mtu anamjua. Mtu hajui, hakuna mtu hajui Ahabu, Herode, Nebukadneza. Hawa ni wafalme ambao ukisikia hawako watu wa michezo. Ende waulize.
Kulikuwa na watu waliokuwa bwana wenye nguvu za vita, Goliati. Hata wanajeshi wenyewe waliogopa. Wanajeshi ndio tisho, lakini waliogopa ule jamaa. Endo ulize Goliati. Mimi nakwambia ukweli. Hatuko katika michezo. Usifikiri sasa ni wakati wa michezo kwa injili, zimeisha. Hata wale watu ambao mnafanya comedy kwa gospel, wacha siku itafika, nitakuja niongee na nyinyi. Mtawacha hiyo michezo, nakwambia ukweli. Utawacha hiyo michezo, utatafuta mahali nafanyia. Hata kama serikali itakuruhusu, lakini tusipatane na wewe. Mimi nakuhakikishia. Hata kama katiba itaruhusu wewe kuleta michezo kwa injili, wewe na katiba na wenye wamekuruhusu, hamtafurahia. Mimi nakwambia ukweli. Iko wakati wa michezo na kuna wakati wa watu kuwa serious. Kuna wakati wa kucheka na kuna wakati wa kulia. Sasa tuko serious na injili, my friend. Hatuwezi kukaa katika giza miaka nenda miaka rudi. Hiyo haiwezekani, nimekuhakikishia haiwezekani. Hata wewe hauwezi kuzaa mtoto, ukishazaa ule mtoto anabaki vile alizaliwa miaka nenda miaka rudi, na uko pale unapiga makofi ukishangilia haleluya haleluya, Mungu anatoza, Mungu anaweza. Hautafurahia. Mimi nakuhakikishia. Uwezo kufungua biashara yako na ile biashara inabaki hivyo tangu ulipofungua, hauoni mabadiliko yoyote. Alafu nasema Bwana Yesu asifiwe, Mungu anatenda mema. Hapana. Na kuhakikishia hata wewe mwenyewe unajua hautafurahia. So nataka nikuhakikishie hivi, mtu yeyote asiyetaka mshahara wa dhambi ako sawa. Mimi ni wa kwanza. Sasa kujiepusha na ule mshahara ni rahisi tu. Kuacha kutenda dhambi, kujiepusha nayo, hiyo ndio suluhisho. Hakuna kitu kingine. Mtu asikuje na mesari kukufariji. Mambo ya kufarijiana tafuta wengine, lakini nimekuhakikishia kwamba hii injili vile Mungu alisungumuza ndio vile itakuwa. Na vile hii injili ndio vile itahubiriwa. Hatujali wewe ni pastor, hatujali wewe ni popu, hatujali wewe ni archbishop, wewe ni evangelist kama mimi, wewe ni hii injili ni ya kila mtu. Mimi nakwambia ukweli. Usikuje ukajiinua hapo na ukajifariji, mtu akakudanganya kwamba utakuja kuzima injili. Hii injili haitazimwa. Mimi nakuhakikishia hii haizimwi. Mshahara wa dhambi watu wengi wameukataa, lakini wao wenyewe ndio wametenda hiyo dhambi na wamekuwa wajeuri, hawako tayari kutubu. Sasa mshahara lazima utawafikia. Watu wakati wa Noa walitenda dhambi, wakaambiwa watubu, wakakataa, mshahara ukawafikia. Unapotenda dhambi unaambiwa utubu, unajifanya mjeuri, ngojea mshahara. Hata kama utaenda kujificha kwa palace, hata kama utaenda kwa ikulu, hata kama utakimbia uingie kwa kambi la jeshi, ujificha katikati ya bomu na maguruneti, mshahara utakufikia. Uliza Farao. Farao alikuwa katika palace, lakini kwa ile palace chura ziliingia tu, nzige ziliingia tu, inzi ziliingia tu, kila aina yote ya vitu vyote zile mapigo 10 hazikujali ya kwamba tu hapa ni mahali ni kwa palace. My friend, hata ukimbia uende wapi, mshahara wa dhambi utakufikia. Ukishinda serikali, ushinde wa polisi, usianze kusherekea nimeshinda, ati mimi nimeweza. Ati mkono wa serikali sijui ni mrefu, nimeushinda. Sasa unaanza hakuna shida, hakuna shida, tulia. Mshahara wa dhambi haujali mahali penye huko. Hata ukichimba dunia chini uzame ndani utakufikia. Nataka nimalize nikisema hivi. Tafadhali, kama hatutaki mshahara wa dhambi, basi tutembee tu katika utakatifu. Lakini kama hatatembea katika utakatifu, basi tusubirie mshahara huu wa dhambi. Haijalishi tunaomba na kufunga, haijalishi tunakesha, haijalishi sisi ndio tunalipa renti ya kanisa, sisi ndio tunaendesha kila kitu katika kanisa, sisi ndio tunahubiri injili, haijalishi tutalipa ule mshahara. So kuanzia siku ya leo, kama hutaki mshahara wa dhambi, kaa katika utakatifu. Na kama umekataa hiyo, jua ya kwamba utalipwa huo mshahara. Hii injili inaendelea kuhubiriwa bila kupunguzwa. Hii injili inahubiriwa bila kujali cheo chochote cha mtu. Hii injili inahubiriwa bila kuangalia hali yoyote. Tunaihubiri hii injili kwa sababu tumeambiwa tuihubiri na tumetumwa. Na nimekuambia kwamba ningelikuwa saa hii nilienda kusomea, unasikia, kukuwa mwalimu. Miaka 17 bado niko katika shule, ningekuwa mwalimu hatari. So mniache kwa wokovu bwana, nifurahie. Wewe sasa unasikianga mtu amesoma anasema nimesomea udaktari kwa miaka 6.
Na kweli ule daktari unasikia anapata referrals, habatishi mpaka watu wanamsifu, wanasema huyo ukipatana na huyo mambo yake yameisha. So mimi nimekaa kwa injili miaka 17 alafu nataka kuniletea mchezo. Na ni injili ya roho bwana, tafuta mali nyingine. Nakwambia tafuta. Michezo zimeisha. Mimi ndio nimekwambia andika chini hii. Upande yangu hiyo nayo usitete mchezo kwa injili, tafuta mali nyingine. Lazima injili itakuwa number 1 vile niliambiwa. Na kila kiumbe lazima kitapiga goti chini, alafu kikiri kwa ulimi Yesu ni Mungu. Hiyo ndio kazi niliyopewa bwana. Usifikiri ati niko hapa kwa michezo. Nimetembea bwana katika hii shule, nimefundishwa my friend, nimepitia mambo yote. Niko na ushuhuda vile nimefundishwa my friend, vile vitu nimepitia my friend. Sasa imefika wakati nimekuwa nikienda nikigraduate mpaka nimefika hapa sasa. Na ujue kwamba sijaenda kusomea teolojia ndio kuja niambia kwamba ndio inanifanya ninijivune. Najivunia wokovu. Yesu anasema kwamba kama kuna mtu anafaa kujivuna, ajivunie Mungu, ajivunie wokovu. Hiyo na naringa. Kusema ukweli, kwa sababu ya wokovu hiyo naringa. Najivunia wokovu mbaya sana. Hakuna kitu naweza ringa nacho kuliko wokovu. Hiyo naye hata uongee ufanye nini, wokovu naringa bwana. Naringia wokovu. Najivunia. Anayetaka kuringa aringe kwa sababu ya injili, kwa sababu ya wokovu, kwa sababu ya utakatifu. Hiyo ndio kazi niko nayo hapa. Wenye mmepata hii ujumbe, nilikwambia hii ujumbe kikubariki, peana mwingine. Ukiona haikubariki, awachana nayo. Kuna yule itabariki. Wewe unapokataa hii injili, usifikiri ya kwamba kila mtu amekataa. Kuna watu wengi milioni 7 bilioni zinakubali injili. Ni wewe tu ndio umekataa. Sina shida na wewe. Mimi ni Ezekiel bwana. Niliambiwa ende uhubiri. Atakayeamini hii injili basi itamtendekea. Atakayekataa wachana naye. Sikulazimisha tofuate injili. Sina hasara unapofuata na sina hasara unapoikataa. Wewe ndio utafaidika. Kufuata kwako injili ama kukataa iko juu yako. Lakini lazima nitaihubiri. Hiyo ndio nimekwambia. Ni lazima, nimetumia jina lazima. Tuliambia kwamba na hii injili ya mwisho lazima itahubiriwa duniani kote, kwa mataifa yote. Ndio kila ulimi na kila goti liseme Yesu Kristo ni nini? Ni Mungu. Ujumbe huu unawekwa katika mtandao wa YouTube. Channel yetu ni Believe and Obey the Only True God. TikTok channel yetu ni Believe and Obey Jesus Only. Hapa Facebook ni Believe Obey. So tuko na mitandao mitatu ambapo injili inawekwa kwa sababu ya dunia mzima. Haiweki kwa sababu ya hapa Kenya mahali niko. Haiweki kwa sababu ya ile makanisa yenye inaendanga kuhubiri ndani. Inawekwa kwa sababu ya dunia mzima. Kila mtu aliye katika kila kona ya dunia, hiyo jumbe akiipata inamsaidia na inamsongesha hatua nyingine. Na Mungu awabariki na mkae na wakati mwema. Na injili hii itaendelea kila wakati ambapo muda ukipatikana wa kuihubiri saa 4 ya usiku, wewe kuja hapa, fuatilia injili, tusonge mbele. Na wewe mahali penye huko pia hakikisha kwamba unaihubiri. Hatuhubiri injili siku ya Sabato, hatuhubiri injili siku ya Jumapili, hatuhubiri injili siku ya mkesha, hatuhubiri injili siku ya ushirika ama siku ya crusade. Tunahubiri injili masaa yote. Mahali penye huko ukifanya kazi, hubiri injili. Kila mahali penye huko kazi yako ni kuhubiri injili. Mungu awatende mema na mkawe na wakati mzuri. Baraka za Mungu ziambatane nanyi.